somo roho wa maombi na kufunga. Rumi 8:26 mpaka 28. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Haleluya. Tumesoma Rumi 8:26 mpaka 28. Inatueleza jinsi gani kwamba Mungu anatuambia kwamba sisi hatuwezi tukaomba itupasavyo. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Kuna wiki iliyopita nilikuja nikamwelezea Roho Mtakatifu vile anavyofanya kazi na utendaji wake wa kazi. Lakini leo nimekuja kwa habari ya Roho Mtakatifu kama msaidizi, au mimi napenda kumuita msemaji katika chumba changu cha siri. Kwa sababu kuna mahali ambapo akili yangu inaweza ikawa na mawazo yangu, au naweza nikawa na maombi yangu, lakini Biblia yangu imeniambia kwamba Roho Mtakatifu ndio anayetuwezesha kuomba jinsi itupasavyo. Kwa sababu Biblia imetuambia kwamba kwa kuomba kwetu sisi hatuwezi. Yeye anaomba kwa kuugua. Naweza nikafika mbele za Mungu nikaomba kwa machozi nikilia matatizo nilionayo, lakini mbele za Mungu hilo sio ombi, mtu wa Mungu. Roho Mtakatifu anajua ni nini natakiwa nikiombe katika majira gani na ni sahihi kuomba katika wakati huo. Niliandika kwamba Roho Mtakatifu ni roho wa maombi. Na pasipo Roho Mtakatifu hakuna kitu kinaitwa maombi. Hauwezekani mtu yoyote anaweza kubeba maisha ya maombi isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Na kwetu sisi hatujui kuomba, hatujui namna ya kuomba, hatujui namna ya kuomba kwa wakati. Niliandika yote katika kipindi ambacho nilipita. Kuna kipindi nilipita nilikuwa ninalia tu, nikahisi kwamba katika machozi yangu, katika kulia kwangu katika kipindi hicho, aidha ni maombi mbele za Bwana. Hapana. Lakini Roho Mtakatifu anakuwa anaijua haja, anakuwa anajua nini kipo kwenye moyo wa Mungu. Naweza nikawa na mahitaji yangu katika wakati huo, lakini Roho Mtakatifu anatukumbusha. Kwa Biblia imesema kwamba yeye anaomba kwa kuugua. Anasema kile ambacho kipo kwenye moyo wa Mungu. Kwa moyo wa Mungu, Mungu anaelewa kwamba katika majira haya natakiwa niweje, natakiwa nipate nini. Kwa hata katika namna ya kuomba kwangu, kama nikimuhusisha yeye kwenye maisha yangu. Mama mara nyingi wanasemaga mtake Roho Mtakatifu. Anaposema tumtake, kuna siku nilisema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi. Kwa kama Roho Mtakatifu ni msaidizi, kwa hata katika majira ya maombi yangu, nataka kuomba sawa, nina maombi yangu nimejipangilia sawa, lakini yeye anajua namna ya kunifundisha ipasavyo. Yeye anaelewa niombaje katika majira gani. Yeye anajua sasa hivi natakiwa niseme nini katika wakati huo. Naweza kana vilio vyangu, naweza nikawa na matamko yangu, naweza kana na chochote kile ambacho nakitaka katika majira hayo. Lakini Roho Mtakatifu labda muda huu anataka nishukuru tu. Anataka nishukuru tu. Lakini mimi nimeenda na listi yangu pale. Sikukataze kwenda na listi, yes. Lakini je, unamhusisha Roho Mtakatifu katika maombi yako? Na kwa nini anaitwa roho wa maombi? Unaweza kaandika. Roho Mtakatifu ana muingiliano kwenye maisha yetu ya maombi. Ndio pekee anatupa kuomba kama apendavyo Baba. Kwenye Biblia tumesoma. Na namba 2, Roho Mtakatifu anajua kilichomo ndani ya moyo wa Mungu Baba. Unaweza kaandika pia. Na namba 3, anajua tuliokilimiwa na Baba. Asipokuwepo Roho Mtakatifu, kuna kuomba vibaya. Nimeshaelezea mwanzo. Na kuomba nje ya Roho Mtakatifu ni kuomba nje ya mapenzi ya Mungu. Unaweza kusema kuomba vibaya ni kupi? Ni ile hali ya kuomba ili nikidhi matamanio yangu. Roho Mtakatifu anaweza kukupa direction uombe kitu fulani. Nimezungumza hapo mwanzo. Kama anaweza kukwambia muombe mtu fulani. Unajua kumwombea mtu unatakiwa uwe na penzi. Bila penzi ni ngumu kuomba kwa ajili ya maisha ya mtu mwingine. Lakini ukimtaka Roho Mtakatifu, direct atakupa maelekezo. Nini uombe katika wakati gani? Na nini ufanye katika majira gani? Na kuomba, nimesema hapa, kuomba nje ya Roho Mtakatifu ni kuomba kwa kukidhi matakwa yako. Una listi zako, una nini ambacho unakitaka wewe katika majira gani? Lakini Roho Mtakatifu anasema mtake. Na kama nitakuwa na uwezo au na ule urafiki na yeye,
atanipa tu maelekezo, atanipa tu mwongozo nini cha kufanya. Haleluya. Na maombi sio maisha ya kupoteza muda. Kwangu mimi huwa najiambia kwamba maombi, kuomba ni uwekezaji. Hadi Apostoli Ndege mara nyingi huwa anasema maisha ya maombi ni uwekezaji. Mara nyingi huwa anasema kwamba nionyeshe mtu anayeomba nitakuonesha mshindi. Kwa kuna mahali tunakwama, si kwa sababu tumetaka kukwama, ila kwa sababu kuna mahali tumelegea. Hakuna fundi wa maombi, ila kuna namna Roho Mtakatifu. Mama anasemaga mara nyingi mtake Roho Mtakatifu ni mwalimu wa maombi, atakufundisha. Mimi nimefika hapa nilikuwa sijui kuomba, siwezi. Nilikuwa nashangaa nikifika hapa kanisani hata ibada ya Jumatatu, ile lisali moja tu la kuomba, tunaomba muda mrefu, nilikuwa nasema wanaomba nini? Muda wote naomba nini? Mpaka tumeenda kambini 2020. Kwa kuna muda mrefu sana wa kuomba, nilistruggle mno. Nilipata shida sana. Lakini baada ya kumtaka Roho Mtakatifu mwenyewe, kumwambia Roho Mtakatifu nifundishe namna ya kuomba, alinifundisha namna ya kuomba na njia zake alinipa yeye mwenyewe. Kwa anaposema mtake Roho Mtakatifu anamaanisha Roho Mtakatifu sio kwa ajili tu ya kumuelekeza nini cha kufanya. Roho Mtakatifu anakuingia, akishaingia kwenye maisha yako, anakufanya kuwa rafiki. Akiwa rafiki yako, atakupa wepesi hata katika namna ya kuomba. Hautaona mzigo. Haleluya. Hautaona kitu cha kuchosha. Unajua kuna mtu mwingine, mama nyingi anasemaga akiwa anahubiri kuhusu maombi. Anasema tunaomba, sometimes mtu unaomba unaanza kuwaza huyu anayeingia ikoje, huyu naye kafanyaje, huyu naye kafanyaje. Hiyo ni nini? Inatokana kwamba hujatia nia kwa kile ambacho unakifanya. Ila kama ukitia nia kwa kile ambacho unakifanya, ukimtaka Roho Mtakatifu, ukijua kwanza upo kwa ajili gani, unafanya nini muda huo, mtu wa Mungu, utaomba tu. Utaomba sio kwa sababu una shida, ila utaomba kwa sababu una ushirika na unayezungumza naye. Mama kuna siku pale alisema kwamba maombi ni mazungumzo, ni mawasiliano kati ya moyo wa Mungu na moyo wa muamini. Kwa kuna majira ambayo unatakiwa useme na baba yako. Nakumbuka 2020 Pastor Edna alifundishaga somo la ushirika darasani. Kama sikosei, ushirika. Lile somo linamuelezea Mungu jinsi alivyo. Na maana kama ukimtambua Mungu jinsi alivyo, hautaenda kwake kama ombaomba, ila utaenda kwake kama rafiki. Na ukienda kwake kwa baba yako kama rafiki, mtu wa Mungu, utakuwa unajua kabisa nipeleke haja gani katika majira gani. Nizungumze na baba yangu kwa nini? Kwa nini nazungumza naye? Kwa nini niombe? Haleluya. Tumefundishwa sana kwa habari ya maombi Living Water. Mahali hapa tunaomba watu wa Mungu. Mifungo ipo kila siku. Kama wewe ufungi na uombe ni wewe tu umetaka. Lakini mahali hapa ni tunaomba. Lakini je, katika kuomba kwetu tunakoomba, unaomba, unamjua mwongoza maombi? Unamjua anaye kudirect katika hiyo prayer? Haleluya. Niliandika maombi ni nini? Maombi ni muingiliano usio na ukomo kati ya moyo wa Mungu na moyo wa muamini. Tunisomea Yohana 15:7. Yohana 15:7. Anavyotafuta nikasema kwamba kila aombaye huonesha ushirika wake wa ndani na Yawe. Na ushirika ushirika wako na Roho Mtakatifu au na Mungu unakupa ujasiri na utayari hata katika kuomba. Tunisomea Yohana 15:7. Yohana 15. Ninyi mkikaa ndani yangu na mkikaa ndani yangu, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yenu yakikaa ndani, maneno yangu yakikaa ndani yenu. Tunafundishwa sana kwa habari ya kusoma neno. Huwa najiambia kwamba maombi bila neno ni sawasawa na gari ambalo halina mafuta. Haleluya. Maombi bila neno ni sawasawa na gari ambalo halina mafuta. Hakuna utakako kwenda. Kwa kuna namna neno la Mungu linatufanya tujue namna ya kuomba, kwa sababu Mungu hata katika utendaji wake uwezi ukaomba nje ya neno lake kalifanya, kwa sababu amesema nalitazama neno langu. Na maana hata katika kuomba kwangu natakiwa niombe ndani ya neno lake. Hata katika ahadi, ama tukilimia ahadi nyingi sawa, lakini katika zile ahadi zipo ndani ya neno. Kwa hata katika maombi yangu natakiwa niombe ndani ya neno lake. Amesema nini juu ya maisha yangu? Namkumbusha nini juu ya maisha yangu? Ndio maana anasema vika hata anasema maneno yangu, maneno yakikaa maneno ya Mungu ndani yangu. Kwa katika hata kuomba kwangu sitaomba vibaya. Haleluya, mtu wa Mungu. Sitaomba vibaya. Nitajua natakiwa niombe nini katika majira gani. Nikumkumbusha tu Mungu, uliniambia hivi. Hapa imekuwaje? Uliniambia iko hivi, nimeomba lakini mbona siona matokeo? Haleluya. Na maombi ni mazungumzo yanahusia pande mbili nilisema.
Na kutokuwepo na upande wa pili kunabatilisha maombi. Na unakuwa unajizungumzia tu mwenyewe. Utanisomea Luka 11:9. Luka 11:9. Umepata? Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Na katika pointi hiyo naweza nikasema kuna majira ambayo nilikuwa nina uhitaji wangu binafsi. Sasa nilikuwa nimesimamia sana umsali, nimeambiwa niombe nami nitapewa. Je, katika kuomba kwangu naomba ndani ya neno lake? Katika Yohana amekwambia kwamba maneno yake yakikaa ndani, mtu wa Mungu hautaomba chochote, hautapapasa, hautakuwa mtu ambaye unaomba pasipokuwa na maelekeo. Utaomba ukijua kabisa ninaomba nikilenga, na mimi Mungu ameshaniahidia kwa napiga katika ahadi zake. Katika pointi ya 3 ya maombi, niliandika kwamba maombi ni uwezo wa kubadilishana maisha na Mungu Baba. Apostoli mara nyingi wanasema, nampa dhiki zangu, nampa mateso yangu, nampa aibu yangu, nampa shida zangu, nampa njaa zangu. Katika ulimwengu wa maombi ni mahali ambapo nabadilishana maisha na Mungu wangu. Nikifika pale huwa najiambia Theodora, navua utupu wangu. Kwa haijalishi nina nini ambacho siwezi kumwambia mtu yoyote, katika madhabahu ya maombi tu ndipo ambapo naweza nikafika na nikaelezea kila kitu. Haleluya. Naweza nikaenda kuvua utupu wangu, kila kitu. Nasumbuliwa na nini? Nitasema. Kwa sababu kama Roho Mtakatifu yeye ni rafiki, na maana anajua kile ambacho kipo kwenye moyo wa Mungu. Kwa kama kipo kwenye moyo wa Mungu, kwa direct katika hapo tuko na maisha yangu. Kwa hata katika neno lake, neno aliendi nje na maisha yako mtu wa Mungu. Ibrahim alipokuwa anaambiwa nenda katika nchi ya ahadi, mtu wa Mungu Ibrahim alikuwa anaenda kule, alikuwa anajua anaendaje, lakini Mungu alikuwa anajua Ibrahim baada ya kufika kule atakuwa mtu wa aina gani. Kwa hata katika maisha ya kawaida navyoomba, haijalishi ninaona au sioni, namwambia Mungu ninakushukuru, hata katika machozi haya utafanya tu. Hata katika kulia huku utafanya tu. Hata katika dharau hizi wewe Mungu utafanya, kwa sababu nimetambua neno lako kwamba halijawahi kudondoka bure. Unalitimiza katika wakati wako sahihi. Haleluya mtu wa Mungu. Na napokuwa kwenye maombi, chochote kinachonielemea nampa. Haleluya. Utanisomea Petro wa kwanza 5:7. Petro wa kwanza 5:7. Petro wa kwanza 5:7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Na Mathayo 11:28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nakumbuka jina ninavyosoma Mathayo pamoja na Petro, Roho Mtakatifu kanikumbusha kitu kimoja. Kwenye point nimesema napokuwa kwenye maombi, chochote kinachonielemea nampa. Mungu hachagui kitu cha kuchukua, kwa sababu tayari mimi ni mwana kwake. Yeye ni baba, ameshakuwa baba kwenye maisha yangu. Kwa anajua ya sirini. Kuna vitu ambavyo ninavyo vimenilemea, siwezi kumwambia yoyote, lakini katika madhabahu ya maombi tu ndipo ambapo naweza nikaenda na kuvua utupu wangu na kusema hapo. Kuna majira ambayo nilikuta nimeingia kwenye kikundi, naweza kusema kwenye kikundi ambacho wao kumsengenya mtu sio jambo la kushtua. Ni jambo la kawaida tu. Na kitu kikubwa ambacho kinaua nguvu ya maombi ni masengenyo. Kwa nikajikuta nina taarifa za watu. Nikisimama hapa nikishamwona nina taarifa, naletewa taarifa. Kwa hiyo kitu kwa kuwa akikuwa maisha yangu kilinitesa, kiliniendesha. Na apostoli mara nyingi wanasemaga wewe sio dustbin. Haleluya mtu wa Mungu. Wewe sio nini? Sio dustbin. Masengenyo yanaua nguvu ya maombi sana. Kwa sababu kwa kinywa hicho unamwambia Mungu nakushukuru. Baba hapa ninasema nini? Lakini kwa kinywa hicho unasema kwa ajili ya maisha ya mtu fulani vibaya. Kwa nikajikuta nimeingia kwenye huo mtego vibaya. Sijui nitokaje. Kile nikitaka kuomba na shindwa. Ninafanya chochote na shindwa. Sio mbali mtu wa Mungu. Ni hapa nikiwa living water. Natumika hivi. Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. Kwa katika majira yale niling'ang'ana. Nikamwambia Roho Mtakatifu, hizi taarifa nazitoaje? Natokaje hapa siwezi. Tayari nimeshajazwa. Watu wa Mungu, kuna watu wana taarifa. Kwa mtu anajua hadi jana usiku umekula nini. Hajafika nyumbani kwako, anajua. Anajua. Kwa hiyo kitu kilinitesa. Nilikaa hapo kiliniumiza. Nijikuta na taarifa, yule usimwone, yule usimwone, yule usimwone. Kwa hiyo nikawa napata shida kwa sababu hayakuwa maisha yangu. Nilijikuta tayari nimeshaingia kwenye huo mtego. Natokaje sielewi.
Nikamwambia Roho Mtakatifu, natokaje hapa sijui. Nilikuwa kila wakati nalia, nafika hapa nalia, siwezi kuomba. Nikitaka tukuomba najikuta ndani napata shida. Nani naumia. Haleluya, mtu wa Mungu. Nikamwambia Roho Mtakatifu, niomba nipe maelekezo. Nafanyaje kutoka hapa? Naomba siku moja nipo kazini. Nimekaa kazini na tafakari, nimechoka. Mtu wa Mungu, sijui wanaosengenya wanawezaje, lakini masengenyo yanatesa. Amen. Hata usiposema amen, amen unanielewa. Haleluya, mtu mwingine anatesa. Taarifa za watu zinatesa, zinachosha kwenye moyo. Roho Mtakatifu katika maombi anakufundisha kupenda. Mtu wa Mungu ukipenda utakuwa na muda wa taarifa za watu, utakuwa na muda kwa sababu utakuwa umekaa mahali pa kuo, unatakiwa muombee Lisa, utapataje muda wa kumsengenya? Unatoa wapi? Unatoa wapi? Unatoa wapi? Mbona kuna majira ambayo Teo, kuna mtu akunitajia jina. Akaniambia kuna mtu ameniambia nije nikuchunguze. Nichunguze maisha yako, nijue unaishije. Kama una mchumba, unaongea na nani usiku, aidha unatenda dhambi. Ni mlokole ananena kwa lugha. Ila tu ndio hicho anacho, adui ameshampandikiza hicho kitu. Mtu wa Mungu nilistruggle. Madhabahu Mungu yakufundisha hivyo. Katika madhabahu Mungu anakufundisha kupenda. Ukipenda, hautakuwa na muda utafuta makosa ya watu. Hautakuwa na muda, unautoa wapi? Unautoa wapi? Nikanipiga goti namwambia Roho Mtakatifu, uenda wewe unamjua, lakini acha dhambi yake niichukue, mrehemu. Sababu hajatambua nguvu ya madhabahu ya maombi. Katika madhabahu ya maombi inakufundisha kupenda. Ukishapenda, utakuwa unaona chema machoni pa mtu. Ukimwangalia Lecho unaona chema tu kwa Lecho. Ukimwangalia Lisa unaona tu chema. Unaona chema, unaona chema. Kukosea kupo, mtu anakosea. Lakini je, katika kukosea kwake unamsahisha kwa namna gani? Haleluya. Haleluya. Nazungumza na watakatifu wa Bwana. Nazungumza na watakatifu wa Bwana. Kwa katika kukosea, Roho Mtakatifu anakupa namna ya kumrekebisha mtu kwa penzi. Kumrejesha mtu kwa penzi. Asante Roho Mtakatifu. Na nini tunakipata kwenye maisha ya maombi? Unaweza ukaandika. Nini tunakipata kwenye maisha ya maombi? Namba 1. Maombi unipa kuwa mtu wa kuzaa matunda. Maombi unipa mtu wa kuzaa matunda. Na unipa nguvu ya kuzaa matunda. Unanisomea Yohana 15:7-8. Yohana 15:7-8. Yohana 15:7-8. Lisa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Amen. Kwa katika maombi tunazaa. Na tunda la kwanza ambalo tunalizaa, nimetoka kuliongelea sio muda mrefu, ni upenzi. Tunasomea Galatia 5:22a. Tunda la kwanza ambalo linazaliwa katika madhabahu ya maombi ni penzi. Penzi. Cha kwanza kuzaliwa ni upendo. Upendo. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Tunda la Roho ni upendo. Nimekaa hapa kwenye upendo kwa sababu ni kitu kikubwa ambacho kimebeba maombi. Nionyeshe mtu anayeomba, nitakuonyesha mtu mwenye penzi. Haleluya. Nionyeshe mtu anayeomba. Mama Apostoli Ndege wanasemaga nionyeshe mbobezi wa maombi, nitakuonyesha mtu mwenye penzi. Ameni watu wa Mungu. Tunisomea Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana 4:8. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:8. Na kila ombaye utembea katika penzi. Umepata? Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Maandiko mara nyingi watu tunayasoma na kuchukulia kama kawaida. Lakini kwa mimi ambaye nimepita kwenye maisha ya kukataliwa, yakanifundisha kujua nguvu ya kupenda. Haleluya.
Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa kama Mungu ni upendo, kwa hata katika maisha yako inatakiwa nipende tu. Hajaishi mazingira, inatakiwa nipende tu. Sababu katika madhabahu ya maombi kitu kikubwa ambacho kimebeba nguvu ya maombi ni penzi. Sitaweza kumwombea Apostoli Nde kama sijampenda. Mama anampenda kila mtu. Wanamuonaga kiwa madhabahuni hapa akiwa anaomba na mikesha yake. Kuna siku nilikatiza akawa naomba, nikawa nasikia tunasema Baba, watu wangu ulionipa Baba, watu wako ulionipa Baba. Mtu wa Mungu, kama ana penzi mwanamke hata kuwa na nguvu ya kusema watu wangu ulionipa Baba, hata kuwa na nguvu hiyo. Na maana nguvu inampata kwa sababu tayari ameshatuzaa, tumekuwa watoto wake, tupo ndani yake. Kwa katika penzi inakupa kumzaa mtu mara ya pili. Mtu wa Mungu amesema Pastor Lilian Uswege ibada ya kwanza kwamba na watoto wanatakiwa tuwazae. Mtu wa Mungu, mimi katika penzi nilijifundisha kumzaa hata mbibi. Sababu naambia Mungu, kama mdogo wangu ninaweza lea tumbo moja, siwezi kumfanyia vibaya, nipe kumuona mwingine vivyo hivyo. Katika madhabahu ambayo tunafundishwa, tunda la kwanza kuzaliwa ni penzi. Nipende tu. Haijalishi mazingira, natakiwa nipende tu. Haijalishi alipi, natakiwa nipende tu. Haijalishi naona nini, napitia, natakiwa nipende. Haijalishi nimesemwa. Kama sio jana, alikuwa anafundisha kwenye kongamano hapa. Akasema wewe usisema una nini? Haleluya. Kusema kupo, lakini ukishasema unachukua hatua gani? Unamsusia? Unampita umsalimii? Pastor Edna alisema chuma unaochuma, kama chuma unaochuma umenisema sawa na kuchukua, tunaendelea. Haleluya. Sawa, umenichafua sawa. Biblia yangu inaniambia kama asiyekuwa napenda, maana huyo amjui Mungu. Na kama Mungu ni pendo, anaishi ndani yangu. Haijalishi umenisema au hujanisema, umenifanyaje? Nimeambiwa nikupendo. Agizo limeniambia natakiwa niufanyaje? Nikupende. Kwa sina ajenda nyingine zaidi ya kupenda. Nitakupenda hata kwa kulia. Na kuna majira moja nilisemwa. Nilisema mtu wa Mungu teo. Nilisemwa. Mpaka nikifika hapa madhabahuni nikiwa nashika mic namwambia Jehova, nisaidie tu niimbe nishuke. Lakini kwa nikifika nyumbani katika madhabahu ya maombi, Roho Mtakatifu kwa anipa maisha yao wao wanaonisema. Nikipiga tu magoti naletewa maisha yao. Huyo anapitia hiki muombe. Nijikuta usiku kucha na yeye. Ndio amenisema. Lakini natakiwa usiku nimuombee. Mtu wa Mungu, kama sijakubali hilo penzi liingie, sitaweza kupiga magoti na kutamka chochote. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa katika madhabahu ya maombi unafundishwa kupenda. Roho Mtakatifu mwenyewe anaingia kukufundisha kupenda. Katika majira yale ya kusemwa vibaya, kuona vyovyote, Roho Mtakatifu aliniingiza kwenye shule ngumu ya kupenda. Ngumu. Haleluya. Pastor Edna amesema chuma unoa nini? Unoa chuma. Kwa hiyo chuma linalokunoa, lipende chuma, libebe nenda nalo. Kwa sababu anakuhitaji. Na mara nyingi watu wanaokusema ni watu ambao mnahitajiana. Haleluya. Penda tu. Penda. Sawa, ni majira. Huyo mtu atabadilika. Kuna siku nilisema hapa madhabahuni nikasema anaweza akawa mtu namuona yuko hivi lakini sio yeye, nyuma yake ana nini? Kwa pambana na kile ambacho kipo nyuma yake. Sio yeye, ana chuki sawa, lakini sio chuki ni yeye. Kuna roho ya chuki kwa nyuma yake. Pambana hiyo roho ya chuki itoke imwachie huyo mtu. Ni kifungo. Kama ambavyo wewe unapambana kujichomoa kwa vitu vyako wewe mwenyewe, kujifanyia jeriva sio mwenyewe utoke mahali. Pambana kuwafanya watu wengine watoke mahali, waone wakienda wakiwa watu wema. Madhabahu ya maombi. Ni kuna madhabahu ya maombi. Itakufundisha namna ya kuishi na watu. Itakufundisha namna ya kupenda watu. Itakufundisha namna ya kuchukua jambo la mtu na kuliombea kama umezaliwa naye. Ni kwenye madhabahu ya maombi. Ambapo kuna mwanamke mmoja alinisemaga vibaya sana. Na the moment Roho Mtakatifu akanipa yeye na ndoa yake, nikawa namuombea sana. Nikafika kipindi nikamwambia Roho Mtakatifu, mbona unazidi kuomba na nazidi kusikia? Lakini ndani yangu nasikia usiache, omba. Tena nilivyosema hivyo Roho Mtakatifu akaniambia kesho funga. Sio kuomba tu usiku, mfungie. Ndoa yake napitia hiki na hiki. Na the moment nimekubali kuomba, Jumapili na Apostoli anawaita, fulani na fulani njoeni. Mkumbatianeni. Haleluya. Haleluya. Kuna maana kama nisingeomba, na maana Roho Mtakatifu asingekuwa na nguvu ya kumdirect mtumishi wa Mungu aone kile ambacho ametoka kuona katika majira yake. Kwa mtu wa Mungu, huyo ambaye unaona amekuinukia, mseme wewe ndio una majibu ya tatizo lake. Muombe, wewe ndio una majibu ya tatizo lake. Una majibu, wewe ndio una majibu. Yaani chukua, mimi nasemaga hii ni tenda. Wewe unajembea Teodora umeshapata tenda Teodora, unatenda sasa? Unatenda.
Nitaamka nayo usiku, nitaamka nayo asubuhi, mchana, nina wewe. Ingawa hata kuna majira nashindwa kukuface, lakini na Roho Mtakatifu naliumba hilo, namchukua, namuingiza ndani yangu. Atanipenda tu. Utanipenda tu. Hata kama utakuwa unanifanyia hivi, ukigeuka lakini nifanyie hivi, lakini unajua umenipenda tu. Kila kitu kinaumbika. Madhabahu ya maombi inaumba. Inajua kutengeneza, inajua kuumba, inatengeneza. Na haiwezi kutengeneza kama mwenyewe hujaamua kuipenda. Ipende kwanza madhabahu ya maombi, ipende. Iwe maisha yako, iwe wewe, ichukue. Chukua kama haya ni maisha yangu. Natakiwa niishi kupitia hiki, bila hiki siishi. Haleluya. Naomba kuna siku moja nilikuwa nimefunga, nilikuwa na mfungo fulani. Nikafunga lakini kuna siku nikachoka, nikasema leo sifungi. Nikawa nimetoka nimeenda Kimara kwa mamangu mdogo. Wakati nipo kule nikafika nikala vizuri tu ile siku. The moment nimelala usiku, Roho Mtakatifu akaniambia katika ndoto kwamba uliniambia una mfungo wa siku kadhaa. Mbona umeahirisha leo umekula? Nikamka asubuhi nikamwambia mdogo wangu, nikamwambia nilikuwa na mfungo lakini ngoja tu niendelee. Sio unasema nikamwambia Roho Mtakatifu ameniambia kwa nini nimekula? Wakati nilimwambia nitafunga mpaka siku fulani. Kwa katika madhabahu ya maombi, Roho Mtakatifu anataka mkisha patana, mtu wa Mungu, kamilisha. Malizia ile kazi ambayo umeianzisha. Haleluya. Mdogo wangu naomba siku aliniambia mpaka anakukumbusha kama umekula. Mimi hata nikiacha Roho Mtakatifu hata aniambia niache tu niendelee kula. Akasema dadangu si ukoje? Yaani umekula kidogo, tumekula tu siku moja, lakini anakukumbusha, mbona umekula? Nikamwambia ni ushirika. Vinapatikana katika ushirika. Amua, mtake. Sio kwamba ni plo, hapana. Ila kwa sababu nimeamua kukaa. Roho Mtakatifu, nipe maisha yako. Nayataka. Kwa sababu nimetambua bila madhabahu ya maombi siwezi kutoboa. Nakumbuka madhabahu ya maombi yaliponitoa, kuna majira ambayo nilikuwa natakiwa nikosee, lakini madhabahu ya maombi yaliniambia Teodola hapana, unatakiwa usimame. Teodola hapana, unatakiwa uende. Teodola hapana, unatakiwa ukifanya, unatakiwa uinuke, fanya hivi. Ni katika madhabahu ya maombi kama binti. Madhabahu pekee ambayo inakupa direction na mwelekeo ni katika madhabahu ya maombi. Tuna marafiki sawa, tuna wazazi sawa. Mimi kuna majira ambayo siwezi kumwambia chochote mtu yoyote, lakini naomba Roho Mtakatifu, nataka baadaye usiku tuje mimi na wewe tuongee. Kuna kitu hakiko sawa. Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Lakini pia kila ombaye utembea katika penzi, na mtu akipenda anapenda abagui. Unaweza kaandika. Sijawahi kumuona mtu ambaye amebobea kwenye maombi akatembea katika chuki. Sijawahi. Anasemaga Apostolia Ndege kwamba hajawahi kumuona mbobezi, mtu anayeomba akatembea kwenye chuki. Hapana. Naomba katika majira yale ambao nilitoka kwenye kale ka mtego kama masengenyo na taarifa za watu. Nilipotoka pale nikamwambia Roho Mtakatifu, kuanzia saa hizi itakuwa ibada ikiisha nakimbia. Maana najua nikikaa nitaletewa tu. Sababu tayari adui ameniwekea kasula kakuletewa vitaarifa. Kwa Roho Mtakatifu, ibada ikiisha mimi ni mbio nakimbia, sitaki. Kwa sababu katika taarifa unajengewa chuki. Utamchukia tu konsilia kwa sababu una mambo yake mabaya umeletewa. Lakini katika madhabahu ya maombi ukisha kuwa na penzi, hautatamani kusikia taarifa mbaya ya Agnes, hautatamani. Haleluya. Kama nimeondoka kama niko nyumbani. Akaniambia siku hizi unakimbia. Ibada ikiisha mbio sikuoni. Kwa nini unakimbia? Nikamwambia Roho Mtakatifu, hii tuliongea mimi na wewe kwamba ibada ikiisha niwe naondoka. Sasa umeanza kushirikisha watu. Muona mimi sikusikii sasa. Roho Mtakatifu akaniambia nataka uendelee kuwa na maisha yako yale. Wewe ukibadilika wewe hautaletewa taarifa. Kama mkao utaletewa taarifa. Kutoletewa taarifa ni mkao mtu wa Mungu. Mwanzo usinielewe lakini unanielewa na nielewa. Kutoletewa taarifa mbaya nazo ni mkao. Umekaaje? Lisa akawa ananiambia Teo, imefika majira nikaona tu mtu anataka kuniletea taarifa. Nitakuwa nimeshajiandaa kumpa jibu ambalo nikishampa lile jibu, nikisema pale madhabahu nitakuwa nasema huyu ndio yule Lisa aliyenijibu, lakini sitaki kufa. Taarifa ambazo zinaua. Unakufa. Mtu wa Mungu, nilitaka kufa sikupa sajimi matamwe. Sijui ningekuwa naongea lugha gani, sielewi. Ni kama neema na msaada wa Roho Mtakatifu kwamba nahitaji msaada, sasa nahitaji msaada. Akanipa mtu sahihi. Katika madhabahu ya maombi, hata ukikamatwa, Roho Mtakatifu anakupa mtu sahihi wa kwenda kumwambia kitu ili utoke hapo ulipo.
Sio kila mtu, sio kila mtu. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. Ni katika madhabahu ya maombi inakupa mtu sahihi kwenda kumwambia mambo yako. Mtu sahihi. Kuna mtu mwingine siku kwamba anapenda kukutangaza ukishamwambia, ila tu ndo kaudhaifu, adui naye anapitia umo. Kwa ujua kumchukulia hata huyo mtu, jua namna ya kumuombea ili atoke hapo alipo. Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. Na nguvu ya penzi inakupa kupenda watu na kusamehe. Na namba 2, maombi huzalisha furaha. Tunisomea Lisa wa Filipi 4:4. Wa Filipi 4:4. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Furahini katika Bwana siku, tena nasema furahini. Kwa kama maombi yanazalisha furaha, Mama Apostoli Ndege mara nyingi wanasema sifa kuu ya muombaji ni furaha. Sifa kubwa ya muombaji. Huwezi kaomba kama una furaha. Hauwezi. Lakini pia nini makusudi ya maombi? Tutaangalia kwa haraka. Nitasoma, maombi ni njia ya mimi kuifikia hazina ya Mungu. Unaweza kaandika. Lakini pia maombi ni mlango wa neema. Maombi ni leseni inayotoka kwa Mungu, inayotoka kwa mwanadamu kuruhusu mbingu kuingilia kati kile ambacho nakuwa na haja nacho. Haleluya. Haleluya. Ndasema kwa haraka kwa nini nifunge? Kwa nini tunafunga? Tumekuja kuangalia tunaomba, kwa nini tunafunga? Kwa kumalizia. Tunafunga ili kujinyenyekeza kwa Mungu ili tupate neema na nguvu ya kutuinua. Utasoma mwenyewe Ezra 8:2. Na namna yangu kwamba nilijiambia kwamba usiposhuka hauwezi kuinuliwa. Na kukosa mfungo kwa Mungu ni kumuonesha kwamba nimefika na ninajitoshereza. Tunafunga ili kujinyenyekeza mbele za Mungu. Utasoma mwenyewe Petro wa 1:5-6-7. Na pointi ya 2, tunafunga ili tushinde au kupenya mambo fulani ambayo yametuinukia. Pointi ya 3, tunafunga ili kupata msaada wa Mungu. Kwamba siwezi mwenyewe na kuhitaji Mungu. Kwa tunafunga ili kupata msaada. Utasoma Matendo 26:22. Lakini mojawapo ya maombi ni Mungu nisaidie. Wakorintho wa 2:11-27. Namba 4, tunafunga ili kushinda. Luka 1:2. Nairudia, tunafunga ili kushinda. Nilijisemea mwenyewe kwamba unaweza kunisomea Lisa kumalizia Petro wa 1:5-6-7. Petro wa 1. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Nyenyekeeni. Nionyeshe mtu anayeomba na kuonesha mtu nyenyekevu. Bila unyenyekevu huwezi kaomba. Kwa sababu bila maombi na kufunga unamuonesha kwamba Mungu, mimi najitosheleza, najiweza. Sihitaji msaada wako. Tuna mifungo mingi sana hapa kanisani. Je, katika mifungo ambayo tunafunga kila wakati, kusudi lako ni nini katika mfungo ambao unafunga? Una makusudi gani? Nyuma ya kufunga kwako, je, unafunga kwa sababu umeambiwa tufunge siku 21 siku ngapi? Ukiwa na makamio na mapanio ya kufunga, mtu wa Mungu, utakuwa na makusudi kwamba Mungu, katika mfungo huu nataka nitoke nikiwa hivi. Na maana hutafunga kwa mazoea. Kila mwaka tunafunga siku 21 sawa. Lakini nataka kumwambia Mungu, katika majira haya mwaka huu 2025, nataka nitoke nikiwa tofauti. Hautakuwa na muda wa kushika simu siku nzima, hautakuwa na muda wa kulala, hautakuwa na muda wa kusinzia, hautakuwa na muda wa kunywa juice na chochote kukuibia. Bali utakuwa na makamio kumwambia Mungu, kwa siku hizi 21 makusudi yangu ni kuone wewe na kutaka. Haleluya. 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 Anaposema kwamba nyenyekeeni, na maana Mungu nakuhitaji, sina mbadala. Sina mbadala. Kwa nini nifunge? Tunafunga ili kunyenyekeza mbele za Mungu. Kama Mungu nakuhitaji, Mungu nakutaka. Na siku hizi sawa nimeambiwa, lakini sitaweza pasipo nguvu zako kuniwezesha kuweza. Hakuna mbobezi wa kufunga, mtu wa Mungu.
Mtu wa Mungu, njaa ikiamua kuuma ni inauma. Lakini ukiwa na mapanio ya ndani kumwambia Mungu, ninataka kufunga, nimepania kufunga, ninataka kukuona, hautaisikia njaa, hautaona njaa. Kuna watu wameanza tarehe 29 wana 40 zao sasa hizi. Wanaelekea kufunga siku 40. Waliwezaje? Uwezo kanielewa. Lakini hao watu waliweza kwa sababu walikuwa ndani yao wana makamio kwamba makusudio yangu ni kuone katika 2000 inayoendelea. Nataka nikuone. Sijajua na mapanio gani. Huu ni mwezi wa 11 mtu wa Mungu. Umevukaje wewe unaelewa? Tunaanza kesho maombi ya siku 21. Una makusudi gani? Kusudio lako ni nini? Kusudio lako ni nini? Unaweza kusema nafunga kwa sababu tumeambiwa ndio ni mama anasema kila mwaka tunafunga siku 21, lakini hapana, ichukue personal. Ichukue huyo ni wewe. Mungu anasema na wewe kwamba niite, nitake mimi na nguvu zangu nitake, sababu ametambua uwezi mwenyewe. Yeye amejua uwezi. Sasa utawezaje bila yeye? Simama kwa miguu yako. Unaweza mbele za Mungu, pigie Bwana makofi. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Ni yeye peke yake anastahili. Sababu hata katika majira ya kutokuweza yeye alitupa kuweza. Anaposema njooni tusemezane, anamaanisha kwamba wewe unamhitaji na yeye anakuhitaji. Kwa hiyo natakiwa nimtake. Mungu nakutaka. Katika hizi siku 21 tunazoziendea, makusudio yako wewe ni kumwambia Mungu nakutaka, na haja zangu sawa, na shauku zangu sawa. Lakini mwambie Mungu kuwa na makamio. Mapanio yako ni wewe. Mungu nakuhitaji. Pania kuguswa na mkono wa Mungu. Pania Mungu akuonekanie. Pania Mungu, mwambie Mungu ninakutaka. Katika hizi siku 21 mwambie Mungu nakutaka. Haijalishi naona nini sawa, lakini nakutaka. Haijalishi mazingira yanasema sitaweza kumaliza siku 21, lakini mwambie Mungu kwa mwaka huu 2025 makamio yangu, matamanio yangu ni kuone wewe kwa upya kwenye maisha yangu. Madhabahu ya maombi inazalisha mtu kwa upya. Utajiona mpya ukitaka, ukiingia kwa wewe wote, itakufanya kuwa kitu cha ajabu na cha kutisha. Nionyeshe mtu mshindi, nitakuonesha mtu anayeomba. Nionyeshe mtu mshindi, nitakuonesha mtu anayeomba. Nionyeshe mtu akicheko, nitakuonesha mtu anayeomba. Nionyeshe mtu ambaye ana malengo, nitakuonesha mtu anayeomba. Nionyeshe mtu ambaye hashindi na chochote, nitakuonesha mtu anayeomba. Nionyeshe mtu ambaye anaweza mazingira, nitakuonesha mtu anayeomba. Achia kitanda, acha kitanda. Mwambie Bwana nakutaka. Bwana nakutaka. Acha vyote, mwambie Bwana nakutaka. Jisahau mwenyewe. Mimi kuna majira ambayo huwa nazima simu, na siku yangu moja huwa nazima simu, sipatikanagi. Huwa sipatikani kokote. Huwa nazima simu. Naomba Roho Mtakatifu, hii ni siku yangu mimi na wewe. Na ufunuo niliupata kwa Pastor Lilian Uswege. Alisemaga na mabinti 2022 kama sio 23. Alisema kama binti, kuna majira ambayo natakiwa uzime simu, zima simu. Kata connection na dunia, mwambie Mungu ninakutaka wewe tu. Sina mbadala. Na siku yangu moja Jumamosi nimeitenga ni Jumamosi. Kwa Jumamosi mtu wa Mungu anasipatikani nielewe tu. Hiyo ndio siku yangu ya mimi na mbingu. Huwa sipatikani. Sipatikani. Toka pasa Pastor Lilian Uswege, toka kwenye Pastor Lilian Uswege. Alipotangaza na kuhubiri siku ile, niombe Roho Mtakatifu, nipe siku ambayo itakuwa ni siku yangu mimi na wewe. Nina kazi sawa, na shughuli sawa, lakini kama naweza nikawapa mambo mengine kipaumbele, hata wewe ni zaidi. Mungu anahitaji muda. Anahitaji muda, sio part time. Sio kwamba sababu umekosa cha kufanya, hapana. Mungu anahitaji muda wake. Mpe muda wake, na muda wake, mpe muda wake. Mpe muda wake. Mpe muda wake. Sio naomba kwa sababu eti sina cha kufanya, au kwa sababu sijaingia kazi na basi sina. Simu imeisha chaji au labda na chochote, hapana. Mpe muda ambao simu imejaa chaji, una bando la kutosha, una chakula cha kutosha, lakini unatakiwa ufunge, usemezane na Yawe. Anaposema njooni tusemezane, na maanisha kama bila yeye hauwezi. Bana mbele za baba yako sasa. Mwambie Roho Mtakatifu nakutaka kwa upya. Mwambie Roho Mungu nakutaka upya na maongozi yako. Mwambie Roho Mtakatifu bila wewe siwezi jambo lolote. Nakutaka wewe ulie nguvu. Wewe ulie hapa mifupani mwangu. Mwambie Roho Mtakatifu sasa basi nataka wewe unipe maisha yako. Nipe maisha ya maombi. Mwambie akupe maisha ya maombi. Mwambie Roho Mtakatifu nipe maisha ya maombi. Kwa sababu mwenyewe huwezi. Mwambie Roho Mtakatifu nipe maisha ya maombi. Nipe maisha ya maombi. Nipe maisha ya maombi. Nyenyekea mbele za baba yako. Mwambie Mungu nanyenyekea. Nanyenyekea mbele zako. Nanyenyekea mbele zako. Nanyenyekea mbele zako. Wewe uliyenipa nguvu za kuishi miaka yote. Mwambie nakutaka unipe maelekezo.
Ndaishije wewe unaelewa? Nafanyaje wewe unaelewa? Mwambie Roho Mungu nakutaka. Nipe maisha yako. Nipe maisha yako. Nipe maisha yako. Nipe maisha yako. Mdae kwa upya. Sema. Semezana na baba yako. Semezana na baba yako. Semezana na baba yako. Yuko hapa anakusikia. Yuko hapa anakusikia. Mwambie nipe nguvu za kuanza. Yamkini ulikuwa unaomba sawa, umeomba sana sawa. Lakini mwambie Roho Mtakatifu nipe nguvu za kuanza. Mwambie sasa ninaanza na wewe. Mwambie sasa naanza upya na wewe. Mwambie sasa naanza upya na wewe. Mwambie nanyenyekea mbele zako. Nipe maisha yako. Natokaje hapa unaelewa? Naomba. Mwambie Roho Mtakatifu nanyenyekea. Nipe maisha yako. Nipe maisha yako. Nakutaka wewe ulie nguvu zangu. Nakutaka wewe ulie majibu yangu. Nakutaka wewe ulie hapa mipani mwangu. Mtake Roho Mtakatifu. 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 Sema, endelea kusema. Endelea kusemezana na baba yako. Endelea kumwambia yuko hapa anakusikia. Yuko hapa anakusikia. Yuko hapa anakusikia.